Imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Luka sura ya 18 mstari wa kwanza. Ndugu zangu, sala ni kuinua moyo kwa Mungu au kumwomba Mungu mema yanayolingana na matakwa yake. Daima ni zawadi ya Mungu anayekuja kukutana na mtu. Sala ya Kikristo ni fungamano hai la nafsi kati ya wana wa Mungu na Baba yao mwema, pasipo mipaka, na mwanaye Yesu Kristo na Roho Mtakatifu anayeishi moyoni mwao. Unafundishwa hivyo na ufupisho makini wa Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 534. Sala ni kuinua mioyo kwa Mungu au kumwomba Mungu mema yanayolingana na matakwa yake. Kwa utangulizi huo unaotupatia maana ya sala, na wakaribisha ndugu zangu katika tafakari ya neno la Mungu leo Dominika hii ya 29 ya mwaka C. Kwa ufupi, tunaona kuwa neno la Mungu la siku hii lina dhamira kuu ya sala. Sala ambayo ni kielelezo cha imani yetu, cha matumaini na mapendo yetu kwa Mungu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 8 hadi wa 13. Somo la pili linatoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 3 mstari wa 14 hadi sura ya 4 mstari wa pili. Na somo la Injili takatifu ni kadiri ya Luka sura ya 18 mstari wa kwanza hadi wa 8. Somo la kwanza laonesha nguvu ya sala jinsi ilivyo. Sala inatuwezesha kupata yale mambo yaliyo nje ya uwezo wetu. Sala yetu yapaswa kuwa bila kuchoka. Katika kusali tunahitajiana ili kudumu katika imani. Kila huyo anapaswa kumsaidia mwenzake. Musa aliinua mkono na Waisraeli walishinda. Lakini alipoushusha tu mkono wake, Amaleki alishinda. Lakini Haruni na Huri walimsaidia Musa na ushindi ukapatikana kwa wana wa Israeli, kwani waliutegemeza mkono wa Musa. Sala zetu zinatupatia nguvu na zinapata nguvu pale zinapojawa na imani thabiti, lakini zinaposindikizwa pia na usaidizi wa wenzetu, yaani wa taifa la Mungu tulio hapa duniani na watakatifu walio tayari kule mbinguni. Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha na kutuhimiza kumwomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa, katika mfano anaotoa kwenye Injili. Kadhi aliyekuwa amchi Mungu wala ajali watu, alilazimika kumtimizia maombi yule mwanamke mjane ambaye alimwendea kudai haki na adui yake bila kuchoka. Bwana wetu anatuambia, kama kadhi huyu asiyemcha Mungu wala kujali watu alivyozibuliwa masikio ya moyo wake na kuonja uhitaji wa mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea, Mungu Baba yetu ambaye kwanza ni mwema na anatupenda sote, hatoacha kutupatia haki sisi wateule wake endapo kama tukimlilia mchana na usiku bila kuchoka, kwani yeye ni mvumilivu kwetu. Lakini je, tuna imani thabiti kwa Mungu? Mwenye imani thabiti hukaa katika mambo yale aliyofundishwa na kuhakikishwa. Huenenda kwa kufuata mafundisho ya Mungu yaliyopo katika maandiko matakatifu na yanayofundishwa kwa kupitia wale walioteuliwa na Mungu. Ulihubiri neno la Mungu bila kukata tamaa na kila wakati, na uvumilia katika yote kwa imani, kwa kuwa alijifunza hivyo kutoka kwa Mungu, kama tunavyofundishwa katika somo la pili. Ndugu zangu, Yesu anatuhimiza kusali, tena tusali bila kuchoka. Yesu mwenyewe alisali katika hali zote. Tujiulize, sisi je, tunasali? Sala yetu je, ikoje? Imejaa imani, matumaini thabiti kwa Mungu na inatuhimiza katika kutimiza mapenzi ya Mungu kwa wakati wake? Je, tunajua kuwa wakati wa Mungu ndio wakati sahihi? Je, tunaona umuhimu wa kuwa na sala binafsi, mfano wa yule mwanamke mjane, lakini pia umuhimu wa kuwa na sala za jumuiya, mfano wa ushirikiano wa Haruni na Huri katika kuinua mkono wa Musa? Ndugu zangu, sala ina sifa mbalimbali. Sifa ya pekee ya sala ni kwamba sala haishindwi kamwe. Lakini sala inapaswa iweje?
Sala inahitaji sio tu imani, bali pia inahitaji matumaini na mapendo. Ukiwa unamtumaini kwamba Mungu ni mwema na unampenda Mungu na unajua Mungu anakupenda, unajua kwa hakika yule anayekupenda hatokunyima, na yule unayempenda hutoacha kumwamini na hutoacha kumwomba, kwa sababu unatumaini, unamwamini na unampenda. Sala inahitaji uvumilivu. Uvumilivu uliojawa imani na matumaini pasi kukosa upendo. Mwanamke mjane akutumia mabavu kumshawishi kazi. Alitumia uvumilivu wake na bidii katika matumaini ya kupata na katika uvumilivu wa kila mara ambapo alikosa. Tuombe pasi kuchoka na kuwa na subira. Kama subira yavuta heri, ni dhahiri shairi kwenye sala, subira uchochea imani, matumaini na mapendo, na utuletea utakatifu. Sala inahitaji maandalizi. Lazima tuwe na muda wa kusali, tuwe na mahali pa kusali, tuwe na namna au hali ya kusali, lakini tusisahau kusali daima. Hivi vitu ni vya muhimu kuzingatiwa katika sala zetu. Muda gani, mahali, hali gani na namna gani ya kusali. Tusikurupushe tu sala pasi maandalizi. Sala yahitaji moyo. Mungu si kiziwi. Mungu anatusikiliza. Sala yahitaji itoke moyoni. Moyo unaotambua na kuonja uwepo wa Mungu, unaotambua na kuonja uwepo wake na nguvu zake, na kutimiza mapenzi ya Mungu, na kukubali kwamba hayo ndio yatimizwe kwetu na si mapenzi yetu, ndiyo sala au ndio namna inayohitajika ya kusali. Ndugu zangu, mwanzoni kabisa nilisema sala ushinda daima na haijawahi kushindwa. Sala haijawahi kushindwa, wala haina kutoka sare, wala haina draw. Hata wakati fulani tunaweza kudhania kwamba sala yetu imeshindwa au sala yetu imetoka suluhu au draw. Sala yetu daima, sala inashinda. Kwa nini nasema kwamba sala daima ushinda? Kama sala ni kuinua moyo kwa Mungu au kumwomba Mungu mema kulingana na matakwa yake, basi sala haishindwi kamwe, wala haitoi sare wala draw. Kwani kwa imani, majibu yoyote yale ambayo sala yetu yatajibiwa, tunaamini kuwa hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwetu. Na kwa kuwa tunajua na kuamini kuwa Mungu anatupenda daima, kwani yeye Bwana huvipenda vitu vyote vilivyopo, wala akichukii kitu chochote alichokiumba, kama tunavyofundishwa na kitabu cha Hekima sura ya 11 mstari wa 24. Basi kwa majibu yoyote yale ambayo tunapata kwenye sala zetu, tunapaswa kuamini na kuelewa kwamba hayo ndiyo majibu ya ushindi wa sala zetu, kwani Mungu ametujalia sio kwa kadiri tunavyotaka sisi, bali kwa kadiri ya mastahili yetu. Na hata pale ambapo tutapata kadiri ya yale ambayo tumeyaomba, ni kwa sababu Mungu kwa upendo wake anayependa vitu vyote ametuwezesha tuyapate hayo, na sala zetu daima zinashindwa. Na pale zinashinda, na pale ambapo tunakosa kile ambacho tumekiomba, tunaamini kabisa sala yetu imeshinda, kwani Mungu ametuwezesha kuelewa mapenzi yake kwetu ni yapi. Ndugu zangu, ushindi wa sala zetu unapatikana kutoka katika majibu ya mtu ambaye anamwamini Mungu na anategemea mapenzi ya Mungu tu yatimizwe kwake. Majibu ya Mungu kwa sala zetu yakoje? Kwa kweli yapo ni matatu tu. Kwanza kabisa, katika sala zetu Mungu mara nyingi hutujibu kwa kutuambia, ndiyo, nimekubali ulichokiomba, pokea ulichoomba. Pili, mara nyingine hutujibu na kutuambia, ndiyo, nitakupa, lakini sio sasa. Na jibu la tatu ambalo Mungu aga anatupa ni ndiyo, nimepokea maombi yako, ila wewe haustahili hicho ulichoomba. Nakupa hiki ambacho hujakiomba, ila ndicho kizuri na cha kufaa sasa na kwa faida ya baadaye kwako wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, sala haijawahi kushindwa, kwa sababu daima Mungu hutujibu kwa jibu la ndiyo. Ndiyo, pokea ulichokiomba sasa, au ndiyo, nitakupa lakini sio sasa, au ndiyo, nimepokea maombi yako lakini nakupa hiki ambacho kinakufaa kuliko hicho ulichokiomba. Sala ya mwenye imani haishindwi daima. Tukubali kufuata ushauri wa Yesu. Tumuombe Mungu siku zote, wala tusikate tamaa, ili mwana wa Adamu atakapokuja aione imani duniani. Mungu akubariki na kukulinda na kutakia Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.